Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutoka Mwanza. Safari yetu ilikuwa ni ndefu, kilomita takriban 1200. Kimsingi tumekuja hapa kutekeleza jukumu la kikatiba katika mkoa huu wa Dar es Salaam ambapo ndio makao makuu ya klabu yetu. Tulikuja kutekeleza jukumu la kikatiba la kiuchaguzi, lakini pia mkutano mkuu wa kudhibitisha mapato na matumizi ya mwaka yanayofuata. Mbele yetu hapa kama mnavyoona, sisi tumetoka katika kanda ya Ziwa, tunaita matawi ya Yanga umoja wa kanda ya Ziwa, kwa sababu tumeshirikiana pamoja ili tuweze kufika kwa usalama. Tumekuja gari takriban gari 9. Kwa hiyo tulikuwa na wapiga kura wa kutosha na tumetekeleza jukumu letu sote kwa pamoja, hakuna aliyopata changamoto. Mbele yetu hapo ukiona tumeweka picha hii, hatumaanishi kwamba ndo anastahili kuwa kiongozi peke yake, lakini ndo kiongozi anayekubalika nchini Tanzania kwa klabu yake ya Yanga na nje ya nchi, Bwana Evarist Yanga Makaga. Na ndio maana ukiona uchaguzi uliopita wa 2022 yeye ndo alipata kura nyingi, lakini na leo limejirudia lile. Lakini sisi tuna masikitiko kwa sababu tunaziita ni ndogo. Tuliamini anapata zaidi ya hizo, lakini yote tunakubaliana nayo kwa sababu yeye ndo kaongoza katika kura alizozipata. Lakini tunashukuru Mungu kwamba tumepiga kura kwa usalama na tumemaliza salama. Wote ni mashahidi, ndugu watangazaji, mmeona matokeo yametangazwa. Walioshinda ni viongozi wa klabu ya Yanga kuanzia sasa. Wale ambao tulikuwa tunawapenda zaidi kutokana na watu wengine mbalimbali, na wenyewe watabaki kuwa wanachama wa klabu ya Yanga. Cha msingi turudishe umoja wetu, tuvunje makundi yetu, sababu chaguzi zinatengeneza makundi. Rais wetu kasema kwamba baada ya uchaguzi tuvunje makundi yetu, twende tukaendelee kuchukua vikombe zaidi na zaidi. Na sisi kama wanachama tutaunga mkono, tutaendelea kusupport kwa kulipa ada zetu na kuifikia timu kila sehemu itakapokuwepo. Kingine ambacho nataka uniambie, ukiondoa uchaguzi, ajenda ya uchaguzi, huu ni mkutano mkuu wa mwaka na yamezungumzwa mambo mengi, imetajwa masuala mapato na matumizi, lakini pia rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Said amezungumza kuhusu mabadiliko ya katiba na sehemu ya baadhi ya vipengele vya katiba. Na miongoni ambacho kimekuwa kimezungumzwa hapa ni kwamba sasa klabu ya Yanga kuanzia huko mbele ya safari, makamu wa rais hatakuwa anapigiwa kura, atakuwa anateuliwa ama anachaguliwa na rais ambaye kwa wakati huo. Hii wako kwako umeipokeaje? Kwanza niseme mchezo wa mpira ni mchezo wa sayansi. Mchezo wa mpira ni mchezo wa kikatiba. Ukiwa na timu lazima upate misingi ya kikatiba. Ili tumeliona kuanzia kwenye mashirikisho ya soka. Akichaguliwa rais kama ni wa TFF, kunakuwa na kiongozi wa kuteuliwa. Wana maana kubwa kwamba akampate kiongozi anayemuona anaweza kana upeo na kumshauri. Si kwamba huyu aliyopo amshauri, lakini tunatokana na mabadiliko ya katiba lazima tukubaliane nao. Ndio maana katiba sio msaafu, unaguswa kila hatua kulingana na mahitaji ya wakati fulani. Mimi nadhani ni mahitaji katika mashirikisho, lakini katika vilabu vyetu. Kwa hiyo kwa sababu ni mahitaji na sisi hatuna budi kuyakubali, twende kisasa zaidi. Itafikia kuna kipindi itafikia pia unaweza kukuta hata wajumbe wanateuliwa kulingana na katiba inavyohitaji. Kwa hiyo sisi katiba inapokwenda kubadilika, haibadiliki kwa maana ya kumuonea mtu mwingine. Inabadilika kwa maana ya kuendana na wakati. Ndio maana sisi wana Yanga tumekuwa watulivu, tumekubali tuendane na wakati. Kwa sababu majaribio yameshafanywa kwenye mashirikisho, tumeona yanakuwa na faida na impact. Kwa hiyo kwetu kufanyika kwani kuna shida gani? Ni taasisi inajiendesha na lazima ijiendeshe kwa katiba na kanuni zake. Tarehe 12 achana tarehe 9 ambapo mna jambo lenu 12 Zanzibar pale kwenye uwanja New Amani Complex, nyinyi na wenzenu kinapigwa ngao jamii. Nini wana kanda ya Ziwa mnaweza mkasema? Ndio tunakwenda kufanya birthday yetu ya uchaguzi wa leo. Tarehe 12 ndio tunakwenda kuhakikisha kwamba uchaguzi huu ulikuwa ni sahihi na halali kwa kupata ushindi na kuacha wenzetu wakiendelea kuwa na marumbano. So unajua wana marumbano kwa sasa. Lakini sisi tuko katika hali ya utulivu. Ndio maana unaona burudani kabisa, una ugomvi. Tumejiandaa na magari yetu, safari tunaiona kama tunaenda Bunju. Kumbe tunaenda kanda ya Ziwa Mwanza. Asante ndugu mtazamaji. Bwana, mimi ni Sike kutoka Global TV na hapa ni Superdome Masaki ambako tukio kubwa la mkutano wa mwaka wa klabu ya Yanga umetamatika, lakini ajenda mojawapo ilikuwa ni uchaguzi na wenyewe pia umetamatika. Kwa majira ya saa ni takriban saa 6, kwa siku inabadilika. Hadi wakati mwingine, Global tupo sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.